Tumesikia kwenye somo la kwanza Paulo alipopewa fursa ya kuzungumza alitoa historia nzima ya wana wa Israeli tangu walipokuwa utumwani Misri mpaka kipindi cha Yohani Mbatizaji ambaye alikuwa ni mtangulizi wa Yesu. Mazumuni makubwa ya historia ya wana wa Israeli ni kudhihirisha nguvu za kimungu katika maisha yao, katika historia yao. Unaona, katika hadithi hii hatusikii mambo yote ambayo Waisraeli waliyatenda. Tunaona ni Mungu alifanya hivi, Mungu aliwaokoa, Mungu akawalinda jangwani, Mungu akawaletea waamuzi, Mungu akawaletea manabii, Mungu akawaletea wafalme. Kila kitu ni Mungu ambaye ndiye anafanya kazi katika maisha yao. Na zumuni kubwa kwetu sisi ni kwamba Mungu wetu tunayemwamini ni Mungu ambaye anajihusisha na maisha ya wanadamu. Ni Mungu ambaye anashiriki historia ya wanadamu, historia ya kila mwanadamu. Mara nyingi tunafikiri labda Mungu alituumba akatuacha hapo, yeye akaenda mbinguni. Anatusubiri tu tukisha kufa basi ndio atupokee huko mbinguni. Lakini mtazamo mzima wa Mungu katika dini ya Kiyahudi ambayo ndio chimbuko la dini yetu ya Kikristo, Mungu huyu sio Mungu wa mawinguni, bali ni Mungu ambaye anajihusisha kabisa na maisha ya wanadamu. Ni Mungu ambaye anachangamana na historia ya mwanadamu, na mwanadamu anavyoishi na mambo yote yanayotendeka katika maisha yake ni nguvu hizo za kimungu zinayokamilisha yote. Kwa maana moja au nyingine, mwanadamu hataweza kufanya lolote pasipokuwa nguvu hizo za kimungu. Kwa hiyo nasi basi tuombe neema hiyo ya kuweza kuchunguza historia yetu wenyewe, tangu ulipozaliwa, tangu ulipokuwa shuleni, ulipokuwa kazini, ulivyostaafu, mambo yote ambayo yako katika safari yako ya maisha mpaka hapa ulipokuwa ni nguvu za kimungu. Na tukiweza kumgusa Mungu, kuhisi uwepo wa Mungu katika matukio yetu ya kihistoria, basi tutahisi vile vile ukaribu wa Mungu. Tutabadili ule mtazamo wetu kwamba Mungu yuko mawinguni na sisi tuko peke yetu hapa. Mungu yuko nasi. Matukio mengi yanatokea katika maisha yetu, kuanzia maisha, changamoto nyingi umepitia katika maisha yako, umezivuka, zingine hujazivuka. Haya yote yanayotokea katika historia ya maisha yako ni kazi za Mungu. Tumwombe basi Mungu abadili mitazamo yetu ili tuweze kuguswa na uwepo wa Mungu katika historia yetu ya maisha yetu ya kila siku. Na tukipata neema hiyo ya kuhisi sio tu ukaribu wa Mungu, bali kuhisi undani wa Mungu, kutambua kwamba sisi tunaishi ndani ya Mungu na Mungu anaishi ndani yetu, basi tutaweza, kwanza imani yetu itaimarika, lakini tutaona mtazamo, mambo yote yanayotokea tutaona mkono wa Mungu. Ukiamka asubuhi, kama unajua kweli Mungu yupo pamoja nawe na Mungu ndiye anayekuwezesha yote, kwanza utaona ukuu wa maisha yako. Shukrani kwa Mungu kwa vitu vya kawaida, sio vitu vya ajabu, sio miujiza. Vitu vya kawaida ambavyo mara nyingi hatugundui au hatugusi kwamba ni Mungu amekamilisha hili. Nimelala usiku, nimeamka, na leo ni Mungu amekamilisha hilo. Mungu amenilinda katika usingizi huo usiku, na Mungu ananiamsha, na Mungu ananitegemeza. Roho wa Mungu ananitoa katika chumba changu, Roho wa Mungu ananipeleka ofisini, Roho wa Mungu ananisindikiza katika kila siku na matukio mbalimbali. Hiyo ndio utakuwa msingi wa imani yetu. Na tukiweza kumtambua Mungu katika mambo ya kawaida, utaweza kuona miujiza mingi, utaona miujiza mingi katika maisha yako kwa mambo yale ya kawaida. Kumbe miujiza sio kitu ambacho ni cha ajabu, bali ni sisi kuwa na mtazamo wa ajabu
wa mambo ya kawaida. Nakumbuka siku moja wakati wa COVID, wakati wa uviko, ule ugonjwa, wakati watu wengi hasa Marekani walishindwa kupumua, ikabidi waletewe mashine ili waweze kupumua. Kuna mtu mmoja baada ya kupona, baada ya shida aliyokuwa naipata kwa kupumua, alivyopona akasema sasa anatambua kwamba kupumua ni muujiza mkubwa sana, kwa sababu ameshaonja shida ya kuto kupumua. Kupumua ni kule kule, lakini uzoefu na shida aliyoipata anaweza sasa kuona uajabu katika tendo la kawaida la kupumua. Akawa namshukuru Mungu. Anasema, padri, mimi simshukuru Mungu na mambo mengi. Kila asubuhi nikijaribu kuhema, ninahema vizuri, nahema na kuvuta pumzi, naona ni muujiza wa juu kabisa. Tuombe Mungu atupe neema ya kuona uajabu wake, kazi zake za ajabu katika mambo ya kawaida ya hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo.